Ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Rajab, moja ya miezi minne mitukufu. Yepi ambayo yametokea katika mwezi huu wa Rajab na mengineyo ambayo tunatakiwa kukumbushana? Hotuba yangu leo nitazungumzia, hotuba yangu inasema tukumbushane haya. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Rajab kama huu, mwaka wa 9, siku ya Alhamis, mwaka wa 9 Hijiria, siku ya Alhamis asubuhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka Madina kwenda Tabuk. Kwa nini alikwenda Tabuk? Baada ya kupata taarifa Warum ambao ni hawa wazungu tulionao leo walikuwa wamepanga mkakati wenye kuja kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuangamiza umma wa Kiislamu na hatimaye kuivuruga Maka na Madina. Rasulullah akapata habari kupitia vyanzo vyake vya habari na kitengo chake cha uchunguzi ambacho kilikuwa ni kitengo cha usalama wakati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa wanaangalia usalama wa nchi na umma. Mtume akapata habari Warum wanaondoka Tabuk kuja Madina, na wakitoka Madina wanakwenda Maka. Mtume akatoa tangazo kwenye mimbar, man jahaza jaisha al-usra falahu al-janna, atakaye niandaa hili jeshi zito pepo ni yake. Wakati huo Madina jua lilikuwa ni kali sana na mavuno ilikuwa hakuna. Ilikuwa ni kipindi ambacho uchumi ni mzito sana, ni mzito sana, jua ni kali. Maana unaposikia jua la Madina na unaposikia baridi la Madina ni hatari. Tarehe 10 Disemba 2023 nimeondoka Dar es Salaam kwenda Madina Maka. Nimerudi tarehe 11 Januari mwaka huu 2024. Madina kuna baridi kali sana, kali. Ni baridi ambalo linakausha mwili, lakini unakuta mwili wakati mwingine kama umegwaruzwa na mawe. Kwa hiyo ni mtu wa kuwa unapaka mafuta, hasa basi ile ya mgando baada ya kuoga, angalau mwili unashinda uko salama. Lakini baridi kali sana, maana unajiuliza hawa watu masahaba hawa kazi ya Mungu walifanyaje ndani ya miaka 23 ya Rasulullah, na baada ya Rasulullah miaka 23 mpaka kufika mwaka 110 sahaba wa mwisho wanakufa, walifanyaje hii kazi? Sasa kipindi kile ilikuwa kipindi cha joto, ikawa hali ni nzito sana. Nini walichofanya? Rasulullah anahitaji silaha, Rasulullah anahitaji chakula, Rasulullah anahitaji matumizi na mambo mengine. Mtume akamwambia atakayeniandaa hili jeshi zito pepo ni yake. Akatokea Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wakati Mtume anazungumza nao alikuwa kama anaelekea huku, na nyumbani kwa Abu Bakar ni kushotoni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar akatoka akaenda nyumbani kwake kama sehemu ya kutawadhia, akaja na hela nyingi sana akazibwaga mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi ya Mungu iende. Mtume zile pesa aliziona ni nyingi sana, akamwambia ya Abu Bakar, wewe Abu Bakar, madha tarakta fi baitika, nyumbani kwako umeacha nini? Akamwambia taraktu Allah wa rasulahu, nimemwacha Allah, atajua familia yangu itakula vipi, itaishi vipi, na nimemwacha Rasulullah kwa ajili ya kumhami yeye. Akatoka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaenda nyumbani kwake, yeye akatembea kama mita 20 au mita 40 kwenda mita 40 kutoka katika mimbar ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja na pesa nyingi. Mtume akamuuliza, ya Umar, ewe Umar, maana tarakta fi baitika, nyumbani kwako umeacha nini?
akamwambia jitu binisbin wa taraktu nisfan, nimekuja na nusu ya mali kuhani dini ya Mungu iende, na nimeacha nusu ya mali yangu nitakayoendeleza kazi zangu na familia yangu kuweza kula. Uthman radhiyallahu anhu, mtume akasema, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Kila sahaba hapo anaonyesha sasa ile imani iliyopanda. Akamwambia alayya mi'atu ba'ir, mimi ni nafsi yangu mtatoa ngamia 100 wa kubeba watu na mizigo. Akatoa ngamia 100 ambao ndio maroli ya sasa hivi, tuseme maroli au maselitera. Mtume akamwambia tena, akamwambia man jahaza jeshi al-usra falahu janna, atakayeandaa jeshi zito pepo ni yake. Uthman akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, narudia tena, alayya mi'atay ba'ir, mimi naongeza ngamia 200, zinakuwa 300. Mtume akamwambia tena, akatangaza jamani, hili jeshi ni zito. Uthman akaja na farasi 50 na akatoa dinari 900. Wanaume hao wanafanya kazi ya Mungu radhiyallahu anhu, wametoa mali zao wana wenye hela hao kwa ajili ya Allah. Swali na kuja, wameondoka na akaunti zao. Swali na kuja, wameondoka na pesa zao, hawajaondoka na kitu. Yale walioyafanya yapo mpaka leo. Madina na Maka yanaonekana. Kama huyajui, sema tukupeleke, usije ukasema hayapo. Sema tukupeleke ili tuweze kukusaidia kukutoa ushamba. Wakati mwingine ushamba unamfanya mtu anakuwa mbishi. Si sahihi kubishia kitu mpaka upate uhakika. Akina mama wakaleta pesa nyingi sana. Kina mama walivua mikufu yao, wakavua mikufu. Wengine wakaleta pesa, wengine walileta mifuko ya tende. Ndugu zangu katika imani, safari ikaanza siku ya Alhamisi kutoka Madina kwenda Tabuk, kilomita 778. Kilomita 778 wanakwenda kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Hawaendi kwa ajili ya Afcon, hawaendi kwa ajili ya Simba na Yanga, hawaendi kwa ajili ya Man U na Liverpool, hawaendi kwa ajili ya Chelsea. Wanakwenda kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Suali muwajihu alaikum, swali na kuulizeni, ana wananita, mimi na wewe tumefanya nini kuhusu Uislamu? Tumefanya nini Uislamu? Tumefanya nini Uislamu? Ndio maana Mtume aliwaambia siku ya masahaba, ayyukum malu warithi ahabbu ilayhi min malihi. Sikilizeni vizuri hili swali. Mtume anauliza masahaba, enyi masahaba wangu, na mimi nakuulizeni nyinyi Waislamu katika msikiti watatu wa hapa Mwananyamala. Mtume anauliza masahaba, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, ni yupi kati yenu mali ya mrithi wake anaipenda sana kuliko mali yake? Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, ma minna ahadun, hakuna yeyote kati yetu, illa maluhu ahabbu ilayhi, isipokuwa mali yake anaipenda. Sikize vizuri sana Waislamu popote mlipo duniani. Mtume akawaambia, malu warithihi, mali ya warithi wake, ma tarakahu, nile aliyeiacha, wa maluhu, na mali yake, ma tasaddaqa, ni ile aliyeitoa sadaqa. Ndugu zangu katika imani, sikilizeni ndugu zangu, mali yako unaitoa kujenga msikiti, unaitoa kujenga madrasa masomo Qur'an, mali yako unaitoa kwa ajili ya kujenga feni, kutoa feni, kuweka AC, mali yako unaitoa kwa ajili ya generator, kwa ajili ya umeme wetu huu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, umeme wetu huu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, taabani mayit. Sasa unaamua wewe unatoa generator, generator ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kupandisha maji, generator ambayo inatumika kwa ajili ya kuwashia umeme, generator ambayo inatumiwa kuadhinia Allahu Akbar, Allahu Akbar, mpaka sauti inafika mbingu ya 7. Unatoa mali yako. Huyu mwingine anatoa masulia, huyu mwingine anaweka mashine ya maji safi salama, huyu mwingine anaweka miundombinu
anaambia hiyo ndiyo mali yako. Mali ya warithi yako ni ile uliyoiacha. Enyi warithi, sikilizeni niwaambieni warithi mnaogombea majumba, naomba mkasirike mpaka mnyauke damu. Mnarogana, mnauana, mnageuzana machizi, mnageuzana maswazo mabongongo, kisa mali. Enyi warithi, aliyeziacha mali kafa, kaondokana sanda. Tena tunampeleka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Anapofika pale anawekwa kwenye sanda, juu unawekwa ubao. Ameacha mali, ameacha nyumba kwa Wanyamana, ameacha nyumba sijui Wanyamana kwa Koma, si kwa Ujiji, si ana nyumba Tandale, si ana nyumba si wapi, ana account, ana fao. Warithi hamsemezani, mnarogana. Acheni uchawi warithi. Hela zenyewe mnazirithi hazina baraka. Within few years, ndani ya miaka michache, khilal sanawat alqalila au alqalila, ndani ya miaka michache kuna kitu baadaye mnasema nimerogwa, yule ndio kanroga, ndio wangu kanroga, kakaangu kanroga. Hapana, hapana. Mali. Masahaba wameacha mali zao, na wallahi nenda kawaangalia mabwana wakubwa hawa ndio wataja kwa leo. Ukiacha wengine, kaangalia athari. Mpaka leo nimesimama hapa tarehe 14 ya Rajab mwaka 1445 Hijiria, mwaka wa 3 wa Hijra. Uthman bin Affan ananunua kisima katika mji wa Roma, Madina, karibu na msikiti wa Qiblatain. Kisima mpaka leo kipo, si kwa kuhadithiwa. Nimepelekwa na walimu wangu, nikaenda nikakiona mwaka 91 Septemba katika rihla ziara taalimiya Santuas. Tumetembea tukaonyesha, na imeandikwa na bahari Batizu, serikali ya Saudia. Kuna bango la rangi ya kijani na maandishi meupe, Bidiru Uthman au Bidiru Roma. Wakati mmoja ulikuwa unaweza kuingia ndani kwenye kisima chenyewe na maji yalikuwa yananyweka, lakini wameamua kuzingirisha hivi sasa, kwa sababu sisi mahujaji tunakwenda tunachukua udongo pale. Wao wanachukua udongo wa kwenye kisima, unapeleka wapi? Mwanga wa pamoja haya kwa Rasulullah. Assalamu alaykum. Salamu. Wanga utakabiliwa, wallahi one day utakufa. Na wallahi umekufa, umeua mtu, umepiga bastola, umebisha sumu, umemsaliti na familia yake, lazima na wewe ipo siku. Umemfanya mtu amefukuzwa kazi, watu wa ofisini, ofisi za watu binafsi, serikalini, mna roho mbaya, hampendani, mnarogana ni kwa nini? Mnarogana ni kwa nini? Mnapiana vitu vibaya. Acheni roho mbaya, mtakufa ile mali. Mungu wangu, unakuwa na roho mbaya kiasi hicho, unamroga msio wewe, mpaka mtu anakuwa kama sasa tu. Watu Kigoma wanasema anakuwa kama mtunge, nyewe mnamuita mwanga, huyu naye anakuwa msamizi. Watu Kigoma wanasema anakuwa msamizi, mwanga, mlozi, mchawi. My friend, yule aliyemroga mtume yuko wapi? Na Allah alimpandao tu, acheni, mtakufa vifo vibaya. Tutakuswalia, tutakufundisha na ujanja wa maswali. Alana, sasa hivi yatika malakani, wanakujia malaika wawili, akalimani, wema, fala yafua, wasibabaishe, wala yaruba, wasikutishe. Innahuma, hawa malaika khalqun min khalqillah, ni viumbe katika viumbe wa Mungu. Mashekhe, tunamfunga kamba maiti, kamba. Jitu limeondoka aliswali, jitu limeondoka ni jitu la mama, jitu limeondoka ni jitu la hip-hop, bongo flava, jitu limeondoka ni mtu wa hip-hop, ameondoka ni mtu wa kukuza makalio, ameondoka ni mtu wa machafu, hajawahi kusali. Na habari, kuna baadhi ya Waislamu wenzetu jeneza mara ya kwanza inaingia msikitini, hajawahi kusali. Ndugu zangu katika imani, watu wana kawaida usanganya nazungumza maneno makali. Kwa nini kumbe chakula
kujua hiyo. Ona kama ni matamko kazi hiyo sifai. Mavi aliitwa mavi. Na tusema ni mavi. Mkojo ni mkojo. Sisi kudanganya wewe. Wewe nani? Unanipa pumzi. Unanipa umri. Na kuna watu mtamani sana kwenye mitandao. Ushaenda kwa wapi Joe my friend? Alafu uone. Sio kwala. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Hali mbaya, uchafu, madhambi. Angalia Watanzania, hamna umeme, maji, wa kulaumiwa ni nani? Ibilisi. Tangu lini ukamwona Ibilisi anakata umeme? Watanzania, nyinyi wenyewe mnakata umeme, mnaharibu maji, nyinyi wenyewe, madhambi yenu wenyewe. Wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Misukosuko, vimbunga, ukame, mafuriko, mvua nzito, ugumu wa maisha ni madhambi mliyoyafanya wenyewe. Wa yafu an kathir, madhambi. Umeme tabu ni madhambi wa Tanzania. Madhambi yenu wa Tanzania jilaumuni wenyewe, na naomba hilo lifike. Na wallahi kwa namna hii Mungu lazima atulahi. Ni dhulma. Na wallahi kama kuna mtu anafanya kusudi, Allah anamuona. Madhambi. Jana nilikaa pahala napiga chai kwenye kijigawa fulani, ndipo kimshikaji tu. Piga bonge la t-shirt na suruali mwanangu. Afu nilikuwa naosha mikono. Ugonjwa wa macho. Afu nisikia mtu anasema, "Bora ufanye maandamano." Na sukari yenyewe bwana. Haya maandamano wakifanya hivyo, sukari itafanyaje? Waandamani mpaka moto. Sukari tatizo sio kuandamana. Watanzania tuna madhambi, ulevi, zina, bangi, mipapai mingi, mitoto imekuwa mipapai, mitoto wa Tanzania. Imekuwa mitoto wa Tanzania imekuwa jojo, nyonyo. Mtoto wa Tanzania, mtoto wa Tanzania anakuza makalio, washenzi wakubwa, Mungu wa wala. Tukakali kimya. Astaghfirullah ya Allah. Mashaka haya tuyaseme. Tukemee maovu. Mtume Muhammad aliambiwa majnun wale wazee. Mtume Muhammad aliambiwa kohani. Mtume Muhammad aliambiwa abda hazali, na alikuwa na watoto 7. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ni shairi, mzee wa mistari. Kisa tu aliwakataza mabaya. Mtume Musa alayhi salam aliambiwa Adam anabucha, anamshipa, alitazidume. Sasa mimi ukiniambia Sheikh Zinga, Sheikh Payuka, mimi nakwenda jiwe tu bwana, alafu na kulipua live. Mimi siwaachi. Mimi naishi na Tanzania, na naishi ndani ya Tanzania, alafu naishi mjini. Saibuza wala Pugu wala Sikaji Dodoma, mimi nakaa Dar es Salaam. Msisima Badani. Sasa masahaba wakatoa mali yao. Mtume amefika Tabuk kimefa ya 78, mwezi mzima yuko njiani. Warum walikuwa 100,000. Waislamu waliondoka Madina walikuwa 30,000. Wapanda farasi walikuwa 10,000. Kiongozi wa jeshi alikuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Wakaondoka kwenda kufanya kazi ya Mungu. Billahi alaykum ayyuha almuslimuna, as'alukum su'alan munasiban bihadha almawdu'. Na kuulizeni swali linaloendana na mada hii. Waislamu, mali zenu mmezitoa kwa ajili ya Allah? Mtaziacha warithi wanagombana, warithi wanarogana, warithi wanapigana? Hali mambo tukumbushane. Warumi walipowaona wazungu, walipowaona Waislamu wamekuja vile, Warumi walikuwa na
wakanyanyua mikono. Mtume akakaa siku 21, riwaya nyingine siku 20, akarudi. Leo ukienda Tabuk kuna msikiti unaitwa Masjidu Baraka au Qal'atul Baraka. Serikali ya Saudia wamejenga msikiti mweupe wa rangi nyeupe, una mnara mmoja na una kuba moja, na umezungukwa na ukuta Qal'atul Baraka, pahala ambapo Rasulullah alipokaa. Ile sehemu ipo madhambi wenzetu walifanya, wameondoka. Mimi na wewe tunafanya nini? Tumshana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumi al-ulama'i ar-rasikhin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tukumbushane haya. Hilo ni tukio limetokea katika mwezi kama huu wa Rajab, mwaka wa 9 wa Hijra. Leo ni mwaka 1445. Waislamu wengi hawajui, wanajua historia ya AFCON. Wachezaji wa AFCON, juzi napita sehemu moja, napita katika sehemu inaitwa Chogingo, utembeaji wa kimjini huo, napita Chogingo hivi, nikawakuta watu panaadhiniwa na hawasali. Nimekwenda msikitini, nimewakuta wamekauka pale, afu mkara jiwe kama dakika moja hivi, na alafu mnapotezea, watu hawasali. Na most of them, wengi wao ni Waislamu. Waislamu mmekwama wapi? Mmerogwa na nani? Hamswali. Waislamu hamswali kwa sababu ya AFCON, kwa sababu ya Yanga, kwa sababu ya Simba, kwa sababu ya Man U, kwa sababu ya Liverpool, kwa sababu ya Chelsea, kwa sababu ya Arsenal, sijui kwa sababu ya nini. Anakuja star, sijui anakuja nani. Ufao. Tukushana. Jambo la pili, tukushana. Naomba Waislamu mkauke kule nijiwe. Naanza huko msikitini. Hivi nina habari wanamume wengi mnaswali kwa uchi. Chukua hiyo. Waislamu wengi mnapokwenda rukuu na sijida mmevaa t-shirts vifupi kama sambusa. Mnapokwenda rukuu viuno vinaonekana, boxers zinaonekana, na wanamume wengine mnavaa boxers za madera, na boxers zenu nyingine za rangi ya kijivu hazijafuliwa. Imeenda hiyo. Chukua hiyo. Mnaswali uchi. Hii mwanangu mimi na wanyambua live hiyo. Oya mwanangu wewe, hata ukivaa jezi ya Senali, hata ukivaa jezi ya Yanga, ya Simba, sijui imechapishwa na nani, tajiri gani, ukiswali kiuno wazi, salatu kabatila, sala yako ni batili. Waislamu zangu, sura 7 aya 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sura 7 aya 31. Allah anasema, enyi wanadamu, khudhu zinatakum, vaeni nguo zenu, mapambo yenu, inda kulli masjidin, kila mnapotaka kusali. Yani kuwa makini mnapotaka kusali, stiri mwili wako. Wakulu washrabu, kuleni vyakula vya halali na mnywe vinywaji vya halali. Mnakunywa sungura, mnavuta oxygen aka bangi, mnakula tishu aka mirungi. Wanamume wote, watoto wa shule wanakula Big G. Unamkuta mtoto wa kiume na jibaba jitu zima, mnatafuna mdomo anakula Big G. Mnaua meno yenu, waulizeni madaktari.
Na mnajua kilichompata Sir Alex Ferguson. Dakika 90 anatafuna Big G, alifanywa operation ya meno. Mnajua tatizo lenu Waislamu ni nini? Nazungumza mimi ya shekhe hamiamini mpaka azungumze daktari. Aje daktari amevaa tai na kijichuma hapa ndio anajua kwamba huyu anazungumza kweli. Hivi tunafahamu Uislamu tumefundishwa kabla ya kulala tuoshe mikono. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tumehazungumzi kwa matashi ya nafsi yake, ni wahi. Tumefundishwa kuosha mikono before you are going to bed. Wash your hands with soap or sanitizer. Osha mikono yako. Tumefundishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika kitabu cha Muqaddimatul Hadramiyya fi fiqh Sadat ash-Shafi'iyya cha Abdullah ibn Abdurrahman Bafadli al-Hadrami al-Yamani rahimahullah. Ana kitabu kinachoitwa Al-Muqaddimatul Hadramiyya fi fiqh Sadat ash-Shafi'iyya. Kitabu hiki tumesoma zamani watoto. Ghazali pale Kabona kwa Sheikh Alfani Kiume. Nikaja nikaanza tena hapa nyumbani kwa Mgongo kwa Sheikh Yusuf Turani, Sheikh Omar Limini Mkunda, Sheikh Thabit Rajab Nyawere, kina Sheikh Kabedi rahimahumullah. Sheikh katika hichi kitabu anasema mtu anapotoka chooni asugue mikono yake chini kisha anawe. Kwa nini kusugua chini? Unaposugua chini maana yake ni kwamba wale bakteria wanakufa kupitia udongo. Na ndio maana hata tumefundishwa inapokuwa umeguswa na mbu Muislamu, nguo yako au mwili wako unapasugua pale pahala mara 6 kwa mchanga. Mara 7 unaosha na maji. Sasa Waislamu tumefundishwa hivi. Waislamu mnafahamu tumefundishwa kabla ya kulala tuzime taa na tuzime moto. Haya ameyafundisha Mtume Muhammad sallallahu, si watu wa fire. Au fire sio kuja juzi tu. Fire wamekuja juzi tu. Mwaka 1945 UN, Umoja wa Mataifa unaanza katika mji wa San Francisco. Mji wa San Francisco unaongoza kwa mapapai wengi. 70% watoto wa kiume San Francisco wanaliwa. Na Ulaya wanaliwa mipapai mitupu. Na ndio maana nyinyi mnafanywa kampeni. Watoto wa kiume wa Bongo, msikubali kuguswa nyuma. Kufa na mtu kabla hujapelekana katika vyombo vya dola. Ukimwona na kuletea kwanza shughuli, ukimwona kabla hujampeleka kule, shughulika naye kwanza, unampiga kichwa mpaka anakwenda akhera. Alafu utaandika statement kwa Mungu, huyu nilimuua kwa sababu ilipo pale liniletea mchezo. Lakini kama hajakufanyia chochote, acha endelee kuliwa yeye. Mapapai wameenea na hatuachi. Na ndani ya nchi kuna watu kazi yao wanalishwa na mapapai, na tutawaendelea mwanangu kuwasaka. Ukikasirika kwa mada hii, wewe papai nyonyo unaliwa. Hapana, Tanzania ni yetu. Hapana, Tanzania ni yetu. Unaweza ukasema huyu Msangani na maneno makali, atumwiti tena. Msiniite tena, nitakwenda kwa utumu msikiti wa majini. Nitakwenda kwa majini wataniita. Lakini wallahi tuseme ukweli, hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Subhanallah. Usimseme mwenzako kwanza angalia kwako. Kwa Tanzania imeoza madhambi. Walevi. Watoto wa kiume mmekuwa mwana. Watoto wa kiume mmekuwa mwana. Naona kama niko Spain hapo mwana. Kama niko France mwana. Mmekuwa mwana. Watoto wa Tanzania mwana. Acheni oxygen. Halafu unapiga oxygen, unakuwa mwana. Halafu unasema serikali haijatoa ajira. Itampa ajira mwana apewa ajira.
ghayatu at-taqrib, ghayatu at-taqrib ambayo ni inaungana na muqaddimatul Hadramiyya katika sharti za sala. Katika ghayatu at-taqrib anasema wa sharaitu as-salati qabla ad-dukhuli fiha 5 ashya, sharti za swala kabla ya kuanza kusali ni mambo matano. Awalan, al-Islam, ni mtu kuwa Muislamu. Jambo la pili, atamyiz, kuweza kumaizi. Jambo la tatu, al-aql, kuwa na akili timamu. Kwa ina maana huyu ambaye si Muislamu akiswali avae kanzu, aoge, atawadhe, swala yake haikubaliki kwa sababu sio Muislamu, ni kafiri. Sharti nyingine, al-ilmu bidukhuli al-waqti, ni kujua kwamba huu ni wakati wa dhuhuri, huu ni wakati wa alasiri, huu ni wakati wa maghrib, huu ni wakati wa isha, huu ni wakati wa alfajiri, huu ni wakati wa salatu al-juma. Sharti nyingine, istiqbalu al-qibla, kuelekea qibla. Lakini ninapopataka hapa ni wapi? Akasema taharatul badani min alhadathi wal najasi, ni kutaharisha mwili kutokana na hadathi ndogo na najisi. Alafu akasema wasaturul awrati bilibasin tahiri, na kustiri uchi kwa mavazi unayotakiwa kuswalia yaliyo tahir. Wanaume mnaswali uchi. Jana nimeswali msikiti mmoja maghrib, kuna jamaa alikuwa nyuma yangu, alikuwa mbele yangu pale, tunakwenda rukuu, t-shirt imepanda, singlet ikapanda, inaonekana boxer kama inakwenda Instagram. Hivi niwaulizeni wanaume, kakwambieni nani mvae nguo fupi za kiuno? Kwani ukivaa jeje unakuwa nani? Au ukivaa mwanga unakuwa nani? Unaonekana mtu wa zamani tu? Hapana. Nyinyi mnaovaa nguo za sasa hivi za kubana, kesho akhera nyinyi washamba tu. Nyinyi washamba watu wa vijijini, na mnakwenda kupata kibano. Mtu anabana nguo mpaka USB na tuna hapa. Wanaume. Alafu USB na tuna na anaachia zipu inafunguka. Katika moja ya alama za watu wa kaumi Lut, mapapai, ni kulegeza zipu na suruali na kuoneshana makalio. Wanamume, hivi unamuonesha mwanaume mwenzio makalio? What do you mean? Akikushika utamaiti, usimaiti, si unatoa mwenyewe. Umeandika, umeweka tangazo, jamani, touch me. Na watu watakugusa. Nguo za kubana. Na undani utakwambia ni patakapokimiwa, naomba kubadilisha nguo. Mnaswali uchi. Ujumbe huu uende kwa wanaume wote. Wanawake wanaswali mashingo wazi, swala haikubaliki uko uchi. Mwanamke anaswali mapaja yako wazi. Akina mama, mnapokuwa mmevaa jilbabu barabarani, mnapangisha mpaka mapaja tunayaona, na msipoangalia mtaanguka kwenye mfereji Dar es Salaam. Inabidi niangalie nivuke salama. Nafanyaje sasa? Banki Dar es Salaam mfereji. Hapa pana chupa, hapa pana misumari. Ukifanya mchezo kuna banki. Ukifanya mchezo kuna kinyesi. Inabidi uangalie upite salama, na huku kuna bajaji, huku kuna bodaboda, huku kuna kikeni, huku kuna daladala. Unafanyaje? Na hapa anavuka mtu, paja liko wazi, unafanyaje? Unakula jiwe kwanza, alafu unaangalia kulia, kushoto, alafu unaangalia mbele, alafu unakatiza. Kimechevu mwanangu, unaondolewa na konde mako kidole. Kumbe kuna pala, kumbe unaangalia. Akina mama, mwogopeni Mungu, mapaja yataoza. Watoto kiume, makalio. Mnaonyesha wazi, aibu mwanaume kuonyesha makalio. Mtoto kiume unaonyesha choko. Unaonyesha mzio, choko la ICT. La hali limepigwa kunyuma. Tena nyuma wote. Astaghfirullah alazim. Wanaume, vaeni stara.
niwaulizeni swali, tukumbushane haya. Waislamu, simu zinalia sana misikitini. Simu zinalia sana misikitini. Hii ni ishara hamwogopi Mungu. Je, simu yako ikilia mahakamani au polisi unafanywaje? Pigo kibano mwanangu, utosahau. Pigo kibano. Simu ikilia mahakamani au polisi, uko na maafande, simu inaita, wanafanyaje? Lakini msikitini, subhanallah. Siku moja Magomeni, msikiti mmoja, salatu al-maghrib, nilipo safu ya 3, mbele yangu kwa mtu, simu yake inaita kimasomaso. Mwanangu, simu inaita, kazi yake anaiza kwa mtu afanye hivi, simu zime inaita kimasomaso. Mwanangu, simu zime, toa simu iangalie, bonyeza sehemu ya kuzima, basi unawashawishi wenzako. Waislamu wenzangu, nimewakumbusha vita za Mungu, tukumbushana. Nimewakumbusha mnavaa nguo fupi, mnaswali viuno wazi. Nimewakumbusha akina mama mapaja mnatembea wazi. Akina mama wana kucha za kubandika kama kunguru, kijono tunasema kibobobobo. Kunguru, kibobobobo. Wanawake wengi wanatembea na mavi kwenye kucha. Hata hao mashosti, hata mastaa wanatembea na mavi. Because anapokwenda kujisafisha Instagram, akifanya hivi, sijui hajitoi yona kule. Hii ni hatari. Tukumbushane. Haya mazungumzo yangu, hotuba yangu haitakupendezeni. Na ninaona kuna watu wengine mmekuja nyuso. Kunjeni nyuso, mkaje bisi ya mimi, lakini nishasema, imeenda hiyo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء في تنزانيا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء في تنزانيا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء في تنزانيا. الله وكافي جيما ووجه واليوم hospitali. Allah wape afya njema wagonjwa waliopo hospitali. Allah wape afya njema wagonjwa waliopo hospitali, kurudi majumbani wakiwa salama ya Rabbul Alamin. Allah wape afya njema wagonjwa waliopo majumbani ya Rabbul Alamin. Allah, tunakuomba kheri na baraka katika nchi yetu. Tunakuomba kheri na amani katika nchi yetu. Tunakuomba kheri na amani na utulivu katika nchi yetu. Yoyote ambaye ni sababu ya chokochoko Tanzania, yoyote ambaye ni sababu ya kuleta ugomvi Tanzania, yoyote ambaye ni sababu ya kuwafanya Watanzania wagombane, wapigane, wachukiane kwa ajili ya maslahi yake, Allah unawajua, akili zao unawajua, vikao vyao unawajua. Allah, shughulika nao, waje wako wabakie salama.